Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 3 ya mwezi Mei kanisa linaadhimisha sikukuu ya watakatifu Filipo na Yakobo mdogo mitume. Filipo alikuwa mwenyeji wa Bethsaida mkoani Galilaya nchini Palestina, karibu na pwani ya ziwa Galilaya. Hapo mwanzo alikuwa mfuasi wa Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Filipo ndiye aliyemleta Nathanaeli kwa Yesu. Alimwambia Nathanaeli kuwa amemwona yule ambaye Musa na manabii wameandika na kuongea habari zake, Yesu wa Nazareti. Katika mshangao, Nathanaeli anasema, chema chaweza kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 1 aya ya 45. Filipo akampeleka Nathanaeli kwa Yesu. Nathanaeli alipomwona Yesu alitambua kuwa yeye ni Masiha, mwana wa Mungu na mfalme wa Israeli. Yesu alipozidisha mikate uwanjani, alimuuliza kwanza Filipo, tununue wapi mikate ili watu hawa wapate kula? Filipo akamjibu, mikate ya sarafu 200 za fedha iitwayo dinari haiwatoshi watu hawa, hata kama kila mmoja atapata kipande kidogo tu. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 6 aya ya 6 hadi ya 7. Jioni ya Alhamisi Kuu, mitume walipokaa mezani, Filipo alimuuliza Yesu, Bwana, tuoneshe Baba nasi tutatosheka. Yesu akamwambia, Filipo, nimekaa nanyi muda wote huu, nawe hujanijua? Aliyekwisha niona mimi amemwona Baba. Theodoreti na Eusebio wanatuambia kuwa baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, Filipo alikwenda kuhubiri Injili katika Asia ndogo, akisindikizwa na mabinti zake. Aliuawa kwa kusulibiwa kule Hierapoli katika Frigia nchini Uturuki, na kaburi la mtume Filipo lipo pale Hierapoli hadi leo. Mtakatifu Yakobo mwana wa Alfayo aliitwa mdogo kwa kumtofautisha na Mtakatifu Yakobo mkubwa. Alikuwa ndugu yake Yuda Thadayo na binamu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mama yake aliitwa Klopas, ambaye ni dada wa Bikira Maria. Habari za kale zinasema kuwa alikuwa na sura kama ya Yesu. Baada ya Pentekoste aliwekwa kuwa askofu wa Yerusalemu, na alijulikana kwa ukarimu wake na kwa kushikilia desturi na tamaduni za Kiyahudi. Katika maisha yake yote hakunywa divai wala kinywaji chochote cha kulevya. Magoti yake yalikuwa magumu kama ngamia kwa sababu ya kupiga magoti kila siku aliposali. Aliandika barua inayojulikana kama barua ya Yakobo kwa watu wote. Aliwaongoa Wayahudi wengi ili wamsadiki Yesu kama Masiha. Hata Mafarisayo na walimu walimkasirikia. Walimkamata Mtakatifu Yakobo, wakamweka orofani mwa hekalu, wakimtaka amkane Yesu mbele ya watu wote. Lakini Mtakatifu Yakobo alizidi kutoa ushahidi kuwa Yesu ndiye mwana wa Mungu. Mafarisayo na walimu walikasirika sana. Walipanda orofani, wakamtupa chini, akaumia vibaya sana, halafu wakamponda kwa rungu na kumuua. Yakobo mtume alifariki dunia mnamo mwaka 62. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu Filipo na Yakobo mdogo mitume. Shiriki katika mateso kama askari mwaminifu wa Yesu Kristo. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo
sura ya 2 aya ya 3. Watakatifu wengine tarehe 3 ya mwezi wa 5: watakatifu Timotheus na Maura mke wake, wafia dini wa Misri. Watakatifu Filipo na Yakobo mdogo, mitume. Mtuombee.